Assalamu alaikum. Taarifa kwa vyombo vya habari. Vurugu za kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Ndugu wanahabari, Tanzania imekumbwa na mgogoro wa kisiasa tangu siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba 2025 na baada kwa masiku kadhaa, hali iliyopelekea vifo na uharibifu wa mali na miundombinu. Kufuatia kadhia hiyo, sisi Hizbut Tahrir tunapenda kueleza yafuatayo. Kama ambavyo tunasema mara zote kwamba demokrasia ambayo ni nidhamu ya kisiasa ya kibepari pamoja na utaratibu wake wa vyama vingi ililetwa na magharibi wa koloni kwa maslahi yao wenyewe, si kwa matakwa, maslahi wala maendeleo ya nchi zetu kama inavyodhaniwa na wengi, kiasi cha baadhi ya watu kuchanganyikiwa kwa matumaini hewa, wakipoteza muda mwingi, rasilimali na hata kupoteza maisha kwa kutarajia mabadiliko. Mfumo huu wa demokrasia ya vyama vingi uliletwa na wakoloni kwa hila na udanganyifu ili kuwabadilishia watu sura ya mtawala. Kwa sababu wakoloni waligundua kwamba watu wamechoshwa na kulikuwa na kiasi kikubwa cha malalamiko kutokana na ukatili wa mfumo wa chama kimoja ulioletwa na kulindwa na hao wakoloni wa magharibi baada ya kutupatia uhuru bandia wa bendera. Kwa mfumo huo wa vyama vingi wa magharibi pia wanalenga kuwahadaa wananchi kwamba na wao hao wananchi wanafanya maamuzi, jambo ambalo si kweli, kwa sababu hata Marekani raia hawachagui rais wao kwa njia ya moja kwa moja. Kwa hivyo, sera hii ya vyama vingi ililetwa kama mbinu nyingine ya kuupa nguvu ukoloni mamboleo baada ya ukoloni mkongwe na uhuru wa bandia, ili kuwaondosha watu kufikiri kwa usahihi dhidi ya mfumo mzima wa kibepari. Ikawa sasa badala ya watu kupambana kuung'oa mfumo muovu wa kibepari uliotamalaki na kunyonya ulimwenguni kote, hususan nchi changa, watu wakabaki wanatumia nguvu zao zote katika suluhisho la uongo la kubadilisha sura za watawala, ilhali tatizo msingi ambalo ni mfumo mzima wa kibepari lipo pale pale. Bila ya kusahau kuwa uchaguzi huo wa vyama vingi pia ni mkakati wa wakoloni wa kurefusha uhai wa mfumo wao wa kibepari, na wakavifanya vyama pinzani viwe silaha ya akiba dhidi ya watawala wa ulimwengu wa tatu. Pale vyama tawala wasipolinda vyema maslahi ya wakoloni, basi vyama pinzani vitapewa nguvu ya kumtoa madarakani mtawala. Lakini lao mtawala akilinda maslahi yao vizuri, vyama pinzani vitaendelea kubakia kama watazamaji tu. Pia ni wazi kwamba nchi za kikoloni za kimagharibi wamekuwa wakitumia sera ya vyama vingi na visingizio vingine kuchochea mizozo kwa raia, migawanyiko na vurugu, ili kwa ujanja kufanikisha kwa urahisi unyonyaji wao wa rasilimali za nchi changa. Mifano hai ni kama Sudani, Kongo, Yemen, Somalia na kadhalika. Ama kuhusiana na kuibuka hali ya kauli zenye kuashiria kuleta mgawanyiko, chokochoko na mchafuko kwa misingi ya kidini baina ya Waislamu na Wakristo kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Kikristo na Kiislamu, jambo hilo ni matokeo ya fikra ya kikoloni ya wagawe watawale. Ikumbukwe, wakoloni kwa maksudi katika kuendeleza ubwana wao katika makoloni yao huacha kwa maksudi na huunda nyufa mbalimbali za migawanyiko kama ya kikabila, kimaeneo, kidini na kadhalika, ili kutumia nyufa hizo kwa wepesi pale inapohitajika kwa manufaa yao. Mwito kwa watu wote. Baada ya maelezo hayo, tungependa kutoa mwito huu kwa umma wote. Jambo la mwanzo, kila mmoja afahamu kuwa tatizo kubwa na msingi duniani leo ni mfumo mzima wa kibepari ambao umetamalaki kila mahala duniani, ukipewa nguvu na kusimamiwa na mataifa makubwa. Hivyo, kubadilisha sura ya mtawala kamwe hakubadilishi chochote zaidi ya kujichosha na kupoteza rasilimali. B, nchi zote changa zinazotekeleza demokrasia ya vyama vingi bado rasilimali zao zinahodhiwa na mataifa ya magharibi, raia wao wanahangaika katika hali duni ya umaskini, na nchi zao bado zimebaki kuwa watumwa wa mataifa ya magharibi. Hivyo, suluhisho la kweli
sio kuwa na mfumo wa vyama vingi, bali ni kuung'oa mfumo mzima wa ubepari katika uso wa ardhi. 3 ama C, tunatahadharisha baadhi ya taasisi, wafuasi na viongozi wa dini katika Waislamu na Wakristo wasiingie katika mtego wa koloni wa kutumia mihemuko ya chokochoko na fitna za migogoro ya kidini kwa maslahi ya siasa za kidemokrasia. D, ilitarajiwa viongozi wa dini wa kidini, Waislamu na Wakristo, kwa kuwa wana miongozo ya dini zao, watuonyeshe masuluhisho ya kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa mujibu wa miongozo ya dini zao, na sio kuibua chokochoko za fitna za kidini kwa malengo ya siasa za kidemokrasia, siasa ambazo haziwahusu ndewe wala sikio na zisizokuwa na haja ya dini wala thamani ya kiroho. Na mwisho, kudandia chokochoko za kidini kwa lengo la siasa za kisekula kuna madhara na maafa makubwa, na kamwe hakuna mwisho mwema, kama yaliyotokea Bosnia Herzegovina mwaka 1992 mpaka 95, Afrika ya Kati mwaka 2013 kupitia magenge ya Antibalaka na Seleka, na muendelezo wa fitna kama hizo ndani ya Nigeria. Mwisho, tunawashukuru sana, na hapa ni mwisho. Naam. Haya mambo yote unayaona, asili ni huo mfumo wa kibepari. Kwa hivyo lazima tuzungumze chimbuko, kwa sababu watu wanakwenda katika vitawi, hawaendi katika chimbuko. Sasa na usipojua msingi wa tatizo, unakuwa unatafuta suluhisho ambalo silo. Sawa? Kwa hivyo tatizo kubwa ulimwenguni ni baada ya mfumo wa kibepari kuja juu na ukatamalaki, ukatawala matatizo yote, ikiwa Tanzania, ikiwa Kenya, ikiwa Sudani, ikiwa Iraki, ikiwa sehemu yote tunaifahamu, ni madola makubwa, mfumo wao wa kibepari wa unyonyaji, hiyo ndio dhamira yao. Mfumo ambao umejengwa juu ya maslahi. Ama suala sasa la vijana, mwanadamu hufanya matendo kwa mujibu wa fikra alionayo. Huyu mwanadamu hawezi kufanya kitu isipokuwa na fikra fulani na msukuma. Kwa hivyo leo public opinion ya kidunia, yani kauli mbiu ya duniani mote, mashuleni, wapi, ni haki za binadamu na mfumo wa vyama vingi, demokrasia ndio suluhisho. Hivi ndivyo wakoloni wanavyotusukumia. Japo ukweli ukiangalia haya mambo, shaifahamu, sio uhalisia. Ndani ya Marekani wanaochagua rais hawapungui watu 50. Wanaitwa electoral college. Yani ni kikundi fulani cha wa mabwana wa Marekani ndio wanaochagua. Ndani ya Ujerumani rais anachaguliwa na bunge. Waziri mkuu ndani ya Uingereza anapitishwa na bunge. Sawa? Nchi mbalimbali, Saudi Arabia, Omani na wapi, nchi za magharibi zinapewa mapesa, lakini hawasemi kwamba hawa hawana vyama vingi. Kwa hivyo ni udanganyifu fulani ambao wameutengeneza, ukavishwa guo la uongo, na hawa vijana sasa, kwa sababu umepigiwa tarumbeta kubwa. Si kwamba sisi hatusemi, si kwamba hatupaze sauti, lakini wao wana nyenzo, kwa sababu dunia wanayo wao. Leo mtoto wako atajua demokrasia na mtoto wangu kuliko atakavyojua mambo ya dini, kwa sababu wakianza tangu mwanzo watafundishwa katika civics, demokrasia hivi, haki za binadamu hivi. Kwa hivyo natija yake sasa vijana wameibuka kuona hayo ndio suluhisho. Kwa hivyo suluhisho hilo ambalo wanalishika vijana si suluhisho sahihi. Kwa hivyo wamefikia hapo kwa sababu kuna fikra fulani ambayo imetengenezwa hivyo, fikra ambayo ni ya kiuongo. Kwa hivyo sisi na wengine tusiokuwa sisi tunadhima, pamoja na mipaka ya rasilimali tulizonazo, kuwaonyesha vijana, bali kuwaonyesha na watu wazima na walimwengu kwa jumla, kwamba tatizo sio vyama vingi. Kwa sababu kuna nchi nyingi ambazo zina vyama vingi, na Kenya wamebadilisha katiba mara 4. Wana demokrasia, wanaandamana. Jana siku mbili hizi wametoa Oxfam, shirika lile linalopambana na umaskini, wamesema tangu 2015 mpaka sasa hivi kiwango cha umasikini kimeongezeka Kenya. Kuna watu 120 Kenya ndi wanamiliki utajiri kuliko watu 42 milioni. Kwa hivyo wanaendelea kuwa matajiri, ni matajiri.
Wamaskini wanaendelea kuwa maskini licha ya kuwa na katiba mpya, licha ya kuwa na demokrasia, licha ya kuwa na hiyo vyama vingi. Kwa hivyo haya ni mawazo kiasi kwamba wa Gen Z wanaona tukiwa tuna vyama vingi hali itakuwa hivi. Shalifahamu, Saudi Arabia hana vyama vingi, Oman hana vyama vingi, lakini mbona wana uchumi wa juu. Kwa hivyo hii si suluhisho, isipokuwa nchi za magharibi wametengeneza kwa malengo yao ya kugombanisha na hawa wenye vyama wasiokuwa katika utawala wanafanywa kama ni watchdog, wanafanywa kama ni silaha ya dharura, silaha ya akiba kuwapambana na wale ikiwa wale hawakulinda maslahi yao. Kwa hivyo ni hivyo. Kwa hivyo Gen Z ni kweli wana hivyo, lakini wamelishwa hivyo na dunia iko na nyenzo nyingi kwa mambo hayo, kwa sababu hao wenye fikra hizo ndio wenye ulimwengu, na sisi tuna dhima ya kuweka ufahamu huo sawa. Naam. La kusema ndio kama hatushawasema kwamba wanaojipanga kwa ajili ya Disemba 9 wanakwenda katika tawi. Tulizungumza kipindi cha mgogoro wa ardhi, mgogoro hii suala la bandari. Vyama vya upinzani vikaja juu kwamba ushanifahamu imebinafsishwa na nini. Sisi tukasema kwamba wao suluhisho lao ni lipi? Vyama vya upinzani vyote vinaamini mfumo wa kibepari, havipingi ubinafsishaji. Sawa. Kwa hivyo kama ambavyo chama tawala kimebinafsisha, na wao vile vile hiyo ndio sera yao. Kwa hivyo labda wana sasa maradhi yao binafsi juu ya nani wa kupewa. Nikisema hivi sisemi kwamba nahalalisha kubinafsisha, lakini naonyesha kwamba hata hao wanaopiga kelele kwamba wanataka mabadiliko, ukija kuuliza ushafahamu mabadiliko kwa sura gani, watakwambia soko huria, ubinafsishaji. Sawa. Kwa hivyo wanaokwenda na tarehe 9 ushafahamu hawaendi katika suluhisho. Sawa. Kwa hivyo ni suala la kujidanganya na kupoteza nguvu na kupoteza rasilimali, lakini suluhisho msingi ni kuondosha mfumo wenyewe. Kama tulivyozungumza mwanzo kwamba wakoloni wametuonyesha kwamba ukimbadilisha huyu ukimweka huyu hali itakuwa nzuri. Si kweli? Kwa sababu msingi wanaokaa pale wanatawala kwa mujibu wa mabwana wakubwa wa koloni, ambao wakoloni hawa katika nchi zetu wana mashamba yao, migodi ni yao wao, mabiashara makubwa ni wao. Kwa hivyo wewe hata ukibadilisha vipi, alipokuja Magufuli hapa akaona ule utajiri tulionao ambao ukiwa nje huku ushanifahamu unauona, lakini ukishakuingia nidhamu unaona zaidi. Sasa alisema tutapata kila mtu Noha, tuliipata. Achia Noha, baskeli tu kila Mtanzania alipata. Ukiwa huku kweli tukiamsomewa takwimu Tanzania ina dhahabu kiasi hichi, tunazo ni zetu. Kwa hivyo hata hawa wanaojipanga tarehe 9 mtazamo wao ni kwamba wanataka wabadilishe juu, lakini sio msingi, ambayo huo ni mtego wa koloni, kwa sababu tulipambana katika vinavyoitwa uhuru miaka ya 50 na 60. Sawa. Wazee wetu waliingia, lakini asili ulikuwa ni ujanja wa koloni wa kubadilisha baada ya kuona maneno yamekuwa mengi. Sawa. Wakasema basi njooni tu. Sasa ufikirie Mwingereza anaunda vyama yeye, anawaita watu Lancaster House ndani ya Uingereza, wanakaa wanakunywa chai, mnapanga bwana Tanzania, Tanganyika, nyinyi bwana nendeni mtapewa uhuru 61. Zanzibar nendeni nyinyi mtapewa 63. Na nyie Kenya mtapewa. Wanakunywa, yani huyo ndo adui yako, anaunda chama, anakufadhili, ushanifahamu? Halafu mnapanga siku gani mtapeana uhuru. Kwa hivyo wakatoa uhuru wa bandia, wakaeka bado watu wao. Na Nyerere hapa alivyopinduliwa, waliokuja kumnusuru ni makomando wa Kiingereza. Ni kuonyesha wazi kwamba ni mtu wamemuweka. Afro Shirazi Party Zanzibar imeundwa na Waingereza. Kuna yule mmoja katika wanaharakati aliandika kitabu akasema kuna afisa wa Kiingereza akasema sisi ndio tuliounda Afro Shirazi. Na vyama vingine vyote waliunda wao. Kwa hivyo baada ya wimbi lile tukachoka sasa na mtawala yule mmoja, akatuambia sasa tunawaletea vyama vingi. Ni kama kutucheza shere. Vyama vingi tunakwenda tukichoka katiba mpya. Tunasema sasa next hii tunaita second liberation, yani ukombozi wa pili. Tutakwenda hizi liberation zitakuwa 100. Hali yetu iko pale pale mpaka tutakapojua kwamba wakoloni
nchi zetu wamezishika na mfumo wao ndio waliouweka. Tufanyeni, hata kama itachukua muda mrefu, itakuwa na gharama kuondoa mfumo, hapo itakuwa tumeamka. Kwa hivyo sasa hivi huu wimbi hili linaitwa second liberation, yani ukombozi wa pili. Ukimaliza huu utakuja wa tatu. Shaifahamu? Ukimaliza wa tatu utakuja wa nne. Kwa hivyo hii ndiyo hali ambayo imo katika nchi za ulimwengu wa tatu ambayo wakoloni wametuachia, na mitaala yetu iko hivyo. Tunajihisi tuna uhuru, tuna siku za uhuru, lakini kimsingi kwa hivyo tarehe 9 Disemba lengo ni hilo hilo, kwamba kuona kwamba kwenda kupambana na kitawi bila ya msingi, na msingi ni mfumo wa kibepari ambao unahitaji uwe na nchi huru yenye mfumo mbadala ambayo kuweza kuongoa mfumo wa kibepari. Afwan.